inaweza isha. Wanafunzi asipokuwa na nidhamu atafukuza shuleni kwa sababu kuna kiongozi huko. Kiongozi ni mtu wa muhimu katika maisha. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ukiona wanyama pia kuna viongozi wao. Kila kiongozi, kila mnyama wanaogopana huko. Na tunasikia simba ndio ananguruma zaidi kwa wanyama. Na hata simba pia, hata wanyama pia Mungu alipanga. Kuna mke na mume. Kuanzia kwa ndege, samaki na hata wote viumbe vyote vya Mwenyezi Mungu. Ni lazima uwe na kiongozi. Wazee wa Israeli wakaona ni kama hatuna kiongozi. Maana hao watoto wa Samueli wamepotoka. Wanaenda katika njia zao. Wanapotosha hukumu ambayo neno la Mungu. Wanaelekeza watu kwa maovu. Hao wana wa Samueli wanafanya huduma kwa faida yao, bali si kwa faida ya watu wa Mungu. Wakamwendea Samueli wakasema, tunahitaji kiongozi apate kutuongoza Israeli. Bwana Yesu asifiwe. Na pia katika neno la Bwana, katika wokovu pia kuna kiongozi ambaye Bwana humuinua na kumweka juu ya watu wake, ili watu wake waongoze katika njia za Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Sasa swali langu ni je, una kiongozi katika maisha yako? Ama kuna mambo wewe unajiamulia na kufanya tu pasipo kiongozi? Ni vizuri kufuata maagizo ya kiongozi. Maagizo yaliyowekwa. Maana hata rais akiongoza nchi, anaongoza kwa katiba. Hata ukiwa na mchungaji katika maisha yako, jua na yeye pia anaongozwa na neno la Mungu. Akisema si maneno yake, sikia na kuyafuata, naye aliyemtuma atakubariki. Katika kitabu cha Ezekieli 34 na mstari mdogo wa kwanza, nataka tusome tuone watu ambao wameokoka wanaweza kuwa na kiongozi ama la.